Tuombe. Baba, nakushukuru kwa sababu ya neema yako ya kipekee. Tunapokwenda kuachilia ujumbe huu ukafike kwa walengwa waliokusudiwa, na Mungu tunaomba kwa utukufu wako na neema yako iliyo ajabu, kila mmoja atakayesikia hizi prophecy, awe ni muombaji, awe ni mtumishi, yoyote ule, akawe na mzigo wa kuombea nchi na kuombea taifa lake. Katika jina la Yesu, amen. Amen. Kwa ndugu ambaye unaniangalia, kwa jina naitwa Nabii Mkuu wa Rufaa, Prophet Mwasha. Namshukuru Mungu leo kwa neema yake niko Chamazi hapa. Na ujumbe ambao nao ni kwamba ni ujumbe wa kijiti. Roho wa Mungu nikiwa niko Moshi alinipa hii message, ujumbe wa kijiti. Sasa nilipokuwa natafakari huu ujumbe wa kijiti, akaniambia kitu cha ajabu sana. Akaniambia 2025 ni mwaka wenye ujumbe wa kijiti. Lakini akaniambia pia 2025 ni mwaka ambao umebeba ujumbe wa mwaka 2027. Kwa hiyo 2025 ni mwaka wenye ujumbe wa kijiti, na kuna mambo mbalimbali ambayo Mungu ataanza kufanya. Sasa nitakwambia maana ya ujumbe wa kijiti, sababu Mungu pia mara nyingi huwa anatumia kijiti kuzungumza. Kwa hiyo ndio maana akaniambia 2025 ni mwaka wenye ujumbe wa kijiti. Lakini pia ni mwaka wenye ujumbe wa kijiti, lakini sio kwamba ni mwaka wa kijiti. Lakini pia akaniambia 2027 ndio mwaka wa kijiti. Lakini hii 2025 ni mwaka wenye ujumbe wa kijiti. Kwa sababu huu 2025 katika ulimwengu wa roho ni mwaka ambao una jina lake, lakini ni mwaka ambao ndani yake umebeba ujumbe uitwao ujumbe wa kijiti. Sasa ujumbe wa kijiti ni nini? Ukiangalia kwenye Biblia utagundua kuna sehemu nyingi sana Roho Mtakatifu. Kabla sijaingia kwenye unabii, nielezee kwa kifupi. So ukiangalia kwenye kitabu cha Marko 12:26 na 27 nasema, na kwa habari ya wafu kwamba wafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa sura ya kijiti, jinsi Mungu alivyosema, mimi ni Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mimi ni Mungu wa walio hai na wala sio Mungu wa wafu. Kwa hiyo unaona kwenye sura ya kijiti anazungumzia pale Mungu alipokuwa anazungumza na Musa kwenye kijiti. Mungu alipokuwa anazungumza Musa kwenye kijiti, Biblia inasema kile kijiti kilikuwa kinawaka moto na kiteketei. Kwa nini? Kuna message ambayo Mungu alikuwa anajaribu kuiachilia kwa Musa, kwamba haijalishi mapito ambayo utakwenda kukutana nao kwa Farao, patakuwa pana moto mkali lakini utateketea. Lakini pia ukiangalia pia kwenye kitabu cha Wafalme utaona Mungu akizungumza pia na nani? Na mtumishi wa Mungu Elisha. Anasema kitabu cha Wafalme wa pili 6 mstari wa 3 hadi wa 6, anasema mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusii uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani wakakata mti. Lakini mmoja wapo alikuwa kwenye kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kilazimiwa kile? Umeona, mtu wa Mungu akasema, kilangukia wapi? Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti, akatupa pale pale, chuma kikaelea. Umeona, huyu ni Elisha, alitupa kijiti. Umeona, nabii ni mtu ajabu sana. Elisha alikuwa nabii. Kile kijiti kilikuwa hakina nguvu yoyote, lakini katika ulimwengu wa roho neno la nabii lilikuwa sumaku. Hivi inawezekanaje kwamba mtu anachukua kijiti alafu anaweka kwenye maji alafu chuma kinapanda, kama ndani ya hicho kijiti hakuna upako wa sumaku? Kwa hiyo tunaposema ni mwaka wa kijiti, 2025 ni mwaka wenye ujumbe wa kijiti, ni mwaka ambao una sumaku, utavuta vitu vingi sana. Lakini 2027 ndio mwaka wa kijiti. Kwa sio tu mwaka tu kama mwaka 2027, ni mwaka ambao utakuwa ni sumaku ya vingi, kama ambavyo kile kijiti cha Elia kilivuta vitu vingi chini. Utaona watu wengi ambao walikuwa chini wamefunikwa, watumishi wengi ambao walikuwa wamewekwa chini, watu ambao walikuwa kwa namna ya kawaida hawezi kuona juu wataelea, na Mungu atatumia vitu vidogo vidogo sana kuwafanya waje juu. Kuna watu ambao walikuwa wamedharauliwa kwenye jamii, lakini Mungu atawainua kama sehemu ya kuwainua watu wengine wakubwa. Kwa hiyo huu mwaka 2025 ni mwaka wa ujumbe wa kijiti, lakini mwaka 2027 ndio mwaka wa kijiti. Kwa nini? Utaanza kuona kuna watu ambao wataachilia vijiti. Ni kama zile mbio za vijiti, unampa mwingine kijiti, na huu ndio mwaka wa kijiti, sababu huu ni mwaka pia uchaguzi, kuna mashindano mbalimbali. Lakini utagundua watu wengi ambao mwaka huu watashinda viongozi,
watakaochukua nchi mwaka huu 2027, kama walichukua nchi nje ya mpango wa Mungu, wataenda kuachia vile vijiti. Kwa hiyo sio, huu ni mwaka ambao una ujumbe wa kijiti, ambao tukielekea mwaka 2027 ambao ndio mwaka wa kijiti. Kwa hiyo hakikisha kama unachukua uongozi mwaka huu, uchukue uongozi katika haki. Sio tu Tanzania, nchi zote duniani, mtu yote ambaye anachukua uongozi mwaka huu, hakikisha anachukua uongozi katika haki, kwa sababu 2027 ndio kama mstari mwekundu. Yoyote ambaye aliiba kura, yoyote ambaye alichukua urais bila haki, hawezi vuka kuingia 2028, kwa sababu ule ni mwaka, yoyote ambaye amechukua kijiti cha uongozi nje ya mpango wa Mungu atafika pale. Kwa mwaka huu kuna manabii wengi sana ambao wametabiri vitu vingi sana kuhusu nani atakuwa rais, nani atakuwa rais. Inawezekana ikawa hivyo itavyokuwa, lakini cha msingi sana, hakikisha kama unachukua uongozi uchukue katika kijiti cha Mungu, lakini usiibe kura kwa namna yote ile, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki, na Mungu amesema huu ni mwaka 2025, ni mwaka ambao una ujumbe wa kijiti. Kwa hiyo hakikisha unapochukua kijiti chako cha uongozi, cha utumishi, chochote kile, ukae katika haki, kwa sababu 2027 mwaka wa kijiti. Watu wengi waliochukua uongozi 2025, wengi hawatavuka 2027. Huo ndio ujumbe ambao Mungu anasema. Sasa nafikiri ushaelewa kwa maana ya kijiti.